Amani ya Mungu muumba wa nchi na dunia na ulimwengu kwa ujumla na mambo yote yanayotusangaza iwe juu yenu nyote, watazamaji wapendwa wazuri wa runinga hii, runinga yenu ya NII Vision TV inayowaletea vipindi vyake kupitia lugha mbili muhimu za watu wa Afrika ya Magharibi ambacho ni Kirundi na Kiswahili. Na wasalimu sana na ninawatakia afya njema, amani moyoni, fedha na miradi ya kujalisha fedha. Hapa kwenye runinga yenu ya NII Vision TV, kauli mbiu tunayoitumia na tunayozidi kusimamia ni kauli mbiu tunayoipata kupitia vipengele 6 ambavyo ni kuchangia ujuzi, kusemesha ukweli, kubadili mienendo, kuheshimiana kupitia tabaka mbalimbali na kuwa wazalendo, afu tuwe watu wanaomtumikia Mungu katika ukweli na haki, kwa sababu Mungu ndo yote. Wewe na mimi tunapumua pumzi za watu walio hai kwa sababu ya Mungu ambaye yeye ndo ameturuhusu. Habari ya leo nataka nianze na mkutasari wake. Mkutasari wa habari. Nataka nianze na huyu mkutano uliofanyika Kenya mnamo tarehe 11 mpaka tarehe 12 mwezi huu wa 5 mwaka 2026. Mkutano huo unajulikana kwa jina la African Forward Summit. Aliyekuwa mgeni rasmi ambaye ndo alikuwa ni mbabe ni rais wa Ufaransa kijana Emmanuel Macron, aliyepokelewa na mwenyeji wake, mtoto wake kisiasa, mtoto wake kulingana na historia za ukoloni, William Ruto, rais wa Kenya. Huo ni mtoto kwa sababu mtu mdogo kama Emmanuel Macron ndo anampa masharti. Marais wote wa Afrika kwa ujumla wanaonekana kuwa ni watoto wachanga. Kipi kilichodiri ndani ya mkutano huo uliohudhuriwa na maraisi zaidi ya 30 wakiwemo maraisi wakuu na mambo mengine? Alafu kwa nini ndani ya mkutano huo Ufaransa amemshutumu sana Urusi kwa kuwa Urusi anageuka kuwa mkoloni mpya dhidi ya nchi za Afrika kwa ujumla? Kwa hapa tunaona kwamba Ufaransa amekuja kufua sura yake iliyochafuliwa na vitendo vibovu na vitendo vya kinyama, mambo ya ukatili yaliyofanyika katika nchi zilizompata Ufaransa kama mkoloni wake. Acha tuingie kwa habari zaidi. Mkutano unaojulikana kwa jina la African Forward uliofanyika nchini Kenya kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 12 mwezi huu wa 5 mwaka 2026 ulikuwa una maana gani kwa nchi kama nchi ya Ufaransa? Kwanza, nchi ya Ufaransa ni nchi iliyopata nchi nyingi zilizokuwa kama makoloni yake kipindi mambo ya kupata uhuru baadhi ndani ya nchi hizo. Ufaransa hukuenda, hapana. Ufaransa umebaki ndani ya hizo nchi mpaka wa leo, lakini tunawashukuru hawa wenzetu wa nchi za Mali, Burkina Faso na Niger. Wao wameshajikomboa kutoka mikononi mwa hawa manyangao wa Ufaransa, kwa sababu hawapo tena ndani ya makucha ya simba ambayo ni Mfaransa. Ufaransa amerudi katika sura mpya, na sura hiyo tunaweza tukaiona kwamba
ni France Afrique aliyoipa rangi mpya na mafuta na manukato ya kunukia ili Waafrika waendelee kudanganywa kama wanavyochukulia kama watoto waliokuwa, lakini ubongoni bado hatujapata ukombozi. Na hapo inaonyesha dharau, inaonyesha kejeli ambayo nchi kama Ufaransa kama mkoloni anayozidi kuendelea kuifanyia Afrika. Na hawa wenzetu viongozi wa Afrika, marais wachache na wale baadhi ni vibaraka. Kwa mfano, nchi ya Ufaransa inadai kuwa ni nchi yenye kutetea haki za kibinadamu, nchi iliyoendelea, iliyopata kabisa ustaarabu wa kiutu, lakini wanazidi kutumika na marais wa uwaji kama Paul Kagame wa Rwanda na rais kama huyu wa Ivory Coast Ouattara, ambao hawaheshimu hata miungo ya uongozi wa kidemokrasia. Hawaheshimu lolote lile isipokuwa kupigania maslahi ya Ufaransa na kupigania maslahi ya wao kwa wao. Uiweje mtu kama Kagame, mtu kama Ouattara, na wataja hao wawili na wengine wapo, wamevunja mihura kidemokrasia, wameshajichagua, niseme hivyo, sio chini ya mihura 5, 6 ngapi, na wana roho za simba, roho za afisi, roho za chui za kumwaga damu na kuwa bila hata hatia. Yaangalia yeye yafanyia Karasira, Aimable Karasira. Unamwacha jela badala ya kumwacha huru, unamumaliza hapo kwa kuwa unaonyesha kwamba unamwacha amemeza madao. Lakini dunia hii sote tuko katika chombo hiki kimoja. Unayoyafanya leo mabaya dhidi ya wenzako, jua kesho yanaweza kukukuta katika njia mmoja au nyingine. Au wenzetu wa dini za Kihindu wanaita karma. Na karma hiyo tukiangalia vizuri kule Kigali na wanukia. Acha niangalie Macron katika hotuba yake alivyokuwa naonyesha kwamba wa Afrika mwamuke, msimkaribishe Murusi. Murusi anakuja kuwageukia kuwa mkoloni, anataka kuwaweka katika mikono yake ya chuma na kuwaendesha, nageuka kuwa mabebero wake. Ufaransa nasahau kwamba nchi alizozitawala katika misingi ya ukoloni ndo anazidi kuwa ananyonya asimali zake. Ufaransa kwa ujumla unaishi kwa kutumia mali za nchi za Afrika ambazo ametua nanga na kuziweka kwenye mikono yake kama mkoloni. Tukichukua nchi kama Gabon, mafuta ya Gabon ni mali ya Ufaransa. Tukichukua nchi kama Congo Brazzaville mafuta yake ni mali ya Ufaransa. Hapo nikisema ni mafuta, ni madini. Tukichukua nchi kama Ivory Coast, hivyo. Nchi kama Cameroon, hivyo. Nchi kama Mauritania, hivyo Mauritania. Tukichukua nchi kama Algeria, yenyewe ni kama imejikwamua kidogo. Wewe unataka kusema kwamba Murusi ndo anakuja kuwawea mtu mbaya, na kipindi matendo mabaya yofanyia baadhi ya nchi za Afrika na hivyo navyoendelea yanajulikana. Marais waliouawa kwa mibaraka ya Ufaransa, wa mwisho tumutaje Gaddafi, huyu rais mpendwa wa Burkina Faso Thomas Sankara, kina Modibo Keita Mali na wengine. Nakwambia ratiba ni ndefu sana. Wewe Mfaransa unataka kumuonyesha Urusi kwamba ni mtu mbaya? Hapana. Urusi kwanza yeye mwenyewe ndo mtu wa kwanza, nchi ya kwanza kuipa jina chuo kikuu chake kilichopo Moscow kama sijakosea. Wameipa hicho wamekipa jina la hayati Patrice Lumumba. Na wanafunzi wengi wa Kiafrika wanaenda kusomea kule. Na sikia hata na karo za chuo na university fees wanapewa bure, na wanapewa kwa bei ndogo bila kuwaomba sana faida kubwa, interest.
Alafu nimemkubali rais wa mambo ya nje wa Urusi, amemjibu vizuri sana Emmanuel Macron wa Ufaransa, rais wa Ufaransa, na akamwonyesha yeye ndani ya siasa ni mtoto mchanga sana. Amemuuliza, wewe Macron unatushutumu kwamba sisi watu wa nchi ya Russia tumekuja kuwa wakoloni wapya wa Afrika. Je, nani amefukuzwa Mali? Makambi ya kijeshi yake amefukuzwa Mali, amefukuzwa Burkina Faso, amefukuzwa hata Niger, hata na Chad wamewafukuza. Nani amefukuza? Ni Russia au ni wewe? Nani ambayo hatakiwi kuendelea kuzinyonya nchi za Afrika asipokuwa wewe? Sisi hatuna tatizo na watu wa Afrika, hatujawafanyia kitu kibaya. Licha kuwafanyia kitu kibaya, sisi tumefanyia vitu vizuri. Na katika mkutano wa Yalta, sisi ndio tumekuwa sauti ya kuwaambia nyinyi mababe, nyinyi mnaoendelea kuzinyonya nchi za Afrika kupitia mikono ya ukoloni, kwamba ni wakati wa kuacha na kuwapa uhuru wa Afrika. Urusi ndio umekuwa wa kwanza, na tukumbuke Urusi ndio amemsaidia Cuba kipindi cha Fidel Castro, na Fidel Castro ndio ametuma jeshi la kuwakomboa watu wa Afrika ya Kusini kujikwamua kutoka mikono mwa hawa apartheid waliokuwa na waua weusi sana kule Afrika Kusini. Basi Sergei Lavrov amemfundisha vizuri, na watu kama ni mtaje mmoja, Jean-Luc Mélenchon ambaye ni wa chama cha upinzani kule Ufaransa, anazidi kudai, anazidi kusema kwamba katika marais wa Ufaransa waliowapa fedheha na walioshusha heshima ya Ufaransa kwenye uso wa ulimwengu, Rais Emmanuel Macron ni wa kwanza. Kwanza ameshusha heshima ya Ufaransa. Kwanza amekuwa kama mtu wa kutapatapa ambaye hanjue linaloendelea kisiasa. Na muhula wake ni wajulishe kwamba unamalizika mwaka kesho 2027, ambapo ndo muhula wa Macron utamalizika, kwa sababu maisha kufanya mihula miwili. Na kitu Macron alichoenda kutafuta kule kwenye African Forward Milling kule Kenya, Nairobi, ni kujiundia chombo atakachokitumia baada ya kumaliza mihula yake miwili kama rais wa Ufaransa. Ndo naonyesha kwamba yeye mwenyewe amekuja kusafisha uso wa Ufaransa uliochafuliwa na makosa ya ukoloni na mambo mengine ya kudhulumu na kuiba Afrika malighafi zake, ila hajafua dafu, kwa sababu vitendo Ufaransa yotendea nchi za Afrika kwa ujumla vinatisha sana. Nimeongea na mtu ambaye alikuwa ni mzaliwa wa Tunisia, ameniambia vitendo vibaya walivyofanywa na Wafaransa kipindi cha ukoloni kule Tunisia, na Algeria wakasema hivyo, na Algeria wamefanya mama maovu sana. Huyo Mtunisia ameniambia kwamba walikuwa wanaua watu wa Tunisia, wanachukua mafufu ya vichwa vyao, wanakata mamifupa, ndo wanatengeneza mihuri ya kupiga kwenye vyeti na vitu vingine. Unasikia unyama kama huo, na mambo mengine maovu waliofanya Cameroon, waliofanya nchi nyingi kama Gabon, wapi, na vita ya Biafra kule Nigeria. Ufaransa ndio alikuwa mfadhili, kwa sababu alikuwa anataka kuigawa Nigeria katika nchi mbili. Alikuwa anatumia ardhi ya Ivory Coast na ardhi ya Gabon, na Rais Houphouët-Boigny wa kipindi hicho na hayati wote wameshafariki, na hayati Omar Bongo ndio walikuwa anasaidia. Adui wa Afrika msimtafute mbali, ni Mwafrika mwenzako bana. Huko sasa Sergei Lavrov ameshamuonyesha kwamba yeye kisiasa Emmanuel Macron bado unatakiwa kujifunza. Sisi wa Urusi hatutafanya kibaya, hatutakuwa na kosa lolote dhidi ya Waafrika, isipokuwa ninyi ndio mnalaumiwa, ndio mnafukuzwa kila pande, na bado mnaendelea kupata kipigo cha umbwakoko. Karibuni sana muwe wafuasi wa vipindi vya Nili Vision TV, runinga yenu inayotumia mtandao wa kijamii na katika lugha zetu za Kibantu, lugha ya Kirundi kwa sisi Warundi, na lugha ya Kiswahili kwa Afrika Mashariki kwa ujumla. Na watakia kuwa mnabonyeza alama ya subscribe
mnabonyeza alama ya kidole gumba kiacha hivi. Kama kipindi kimekukolea, kimekufurahisha, na changia na wenzako, kwa sababu ujuzi ndo utatukomboa minyororo tuliyofungwa hapa na elimu ya magharibi, ambayo inatutaka kuwa watumwa wake, sio watu huru wanaotafuta maslahi ya nchi zetu. Afrika inatakiwa tuamuke. Asalamu alaykum kwa ndugu zangu wa Islam. Amani ya Bwana iwe juu yenu kwa ndugu zangu wa Kristo na wale wengine wa madhehebu ya Kiebrania. Shalom. Muwe wafuasi wazuri wa vipindi vya runinga yenu ya Nii Vision TV. Asalamu alaykum na Mungu awabariki. Muwe buheri wa afya, mpate fedha na miradi ya kuijarisha. Asante sana.